Akakuinue, akakubariki tena. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mwingi wa maneno. Tupige shangwe na vigelegele tunakwenda kukaribisha mnenaji wa siku ya leo. Siku nyingine bana ni Pastor Rejo. Karibu katika madhabahu. Lakini Mungu amebakia kwa Mungu ametufikisha mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuambia kila siku unapoingia nyumbani mwa Bwana, mwambie Mungu asante kwa sababu umenipigania. Asante kwa sababu ya kibali umenipa. Haleluya. Somaji. Tunaenda kitabu ni Zaburi 137. Sema amen. Amen. Tuamini na tuombe.
Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Umetuwezesha Bwana, tumefika mahali hapa asubuhi ya leo. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya kibali hiki umetupa Baba yangu. Majira na masaa kama haya Baba, tuko chini ya miguu yako tunanyenyekea Bwana. Umefika ni wakati tunaenda kusikia neno lako Baba yangu. Naomba Mungu kapate kunena nasi Baba yangu. Kapate kunena nasi yaliyo yako Bwana. Tumishi wako nimesimama katika madhabahu yako. Naomba Mungu kapate kunitumia Bwana. Maana mimi ni chombo mikononi mwako Baba. Kanitumia jinsi upendavyo Baba. Kanitumia jinsi wewe upendavyo. Maana ni wewe Mungu tunakutegemea mahali hapa. Tunasema ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Tena ni mwaminifu katika ibada hii. Takapoona mwanzo mwema na mwisho mwema. Utukufu na heshima zote ni kwako. Kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi nimeomba na nitakuamini. Asante. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Zaburi mlango wa 137 kuanzia mstari wa 5 inasema: Yerusalemu, nikikusahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Yerusalemu, na hapa tuko wapi? Bwana ananena nini kuhusu Yerusalemu? Usisahau Yerusalemu. Mtu mmoja peke yake ndio yuko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ananena habari gani asubuhi ya leo kwa mimi na wewe? Rudia msomaji. Yerusalemu, nikikusahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Yerusalemu, nikikusahau wewe, mkono wangu wa kiume na usahau. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ishara ya kuwa Mungu wetu anatupenda sana. Hii ni ishara ya kwamba yuko Mungu anatupigania vita. Anasema ya kwamba Yerusalemu hawezi kuisahau. Uliingia mahali hapa wewe ni Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mzaliwa wa Yerusalemu. Na Mungu anasema Yerusalemu wewe hawezi kukusahau. Kwa magumu unayopitia nakwambia kwamba hawezi kukusahau. Kwa shida ulizo nazo nakwambia kwamba hawezi kukusahau. Bwana Yesu asifiwe. Ninakufaa katika huo moyo ujawe na furaha sana. Ikiwa baba yako anakwambia kwamba hajakusahau, wewe unatembea tu na habari moja ya kuwa mchawi aliniambia sitatogora. Mchawi aliniambia sitaweza. Kumbuka Mungu anakwambia ya kwamba hatakusahau. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama walinena ni hao walinena walikuwa wanapunguza hewa kwa midomo yao. Lakini Mungu anakwambia ya kwamba siwezi kukusahau. Bwana Yesu asifiwe. Hata uone kumekuwa na uzito kiasi gani, mwambie Mungu ulisema ya kwamba hauwezi kunisahau. Bwana Yesu asifiwe. Na kushangaa unapopitia shida unaanza kulia. Na kushangaa unapofika katika magumu unaanza kutangazia watu. Na kunaye Mungu anakwambia kwamba hajakusahau. Anaiangalia imani yako mpendwa. Anaangalia msimamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amesema ya kwamba watu wa Yerusalemu hawezi wasahau. Jinsi Yerusalemu alivyoitengeneza maishani mwako atatengeneza vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe unafaa uangalie ishara. Kanisa la Bwana inameremeta. Mwambie Mungu jinsi ulivyomeremeta kwa kanisa yako. Naona katika maisha yangu kukameremeta. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si mzaliwa wa shida. Wewe haifai kukaa katika shida. Maana baba yako amesema ya kwamba hajakusahau. Kwa haya magonjwa hajakusahau. Kwa hizo shida hajakusahau. Bwana Yesu asifiwe. Nahisi sana amani katika moyo wangu ikiwa baba aliye juu ananiambia kwamba hajanisahau. Wengine wanaulizana Mungu wako yuko wapi? Anasema ya kwamba hajakusahau. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari njema kutoka kwa Kristo. Ni habari njema kutoka kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pendo uliyefika mahali hapa, haifai kuwa na wasiwasi katika huo moyo wako. Haifai kujiuliza maswali mengi, maana mpaka sasa sijapata mtoto. Anasema ya kwamba hajasahau. Anajua ya kwamba unahitaji mtoto. Anajua ya kwamba unahitaji kazi. Anajua ya kwamba katika hiyo familia kunatakikana amani. Bwana Yesu asifiwe. Mbona unayumba katika hayo maisha yako? Mbona unakuwa na kuwaza kweli? Bwana Yesu asifiwe. Eti nafikiria hata sijui nitapitaje. Alijua kabla ya jaribu unayopitia ya kwamba mwanangu anapofika hapa nitampitisha aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Ulimi wangu
na ugandamane na kaakaa na kinywa changu, nisipokukumbuka, nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyokuu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba pindi atakaposahau Yerusalemu, hata ulimi wake hautainuka na kusema chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba Yerusalemu ni mji wa Bwana ambao hauwezi sahaulika. Kumaanisha ya kwamba uliyofika mahali hapo, wewe ni mtoto wa Mungu, ya kwamba katika haya yote unayopitia hawezi kukuacha, hawezi kukuacha ukazama, hawezi kuacha ukaangamia, hawezi kuacha ukalia kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba jaribu nalo lileta kwako, hawezi leta kikubwa zaidi ya kuwa hautawezana nacho. Chochote amekipima akajua ya kwamba ikimpelekea mtoto wangu hakika atashinda kwa hili. Utukufu utarejea kwa kuwa atakuwa ameshinda. Na kushangaa unaposhindwa na Mungu uko naye. Kwani unamtegemea nani? Una matumaini mangapi katika huo moyo? Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema ya kwamba wanaomtegemea hawataaibika wala hawatatikisika. Jiulize wewe unayetikisika, imani yako umeweka kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Tuko Yerusalemu, mji uliochaguliwa na Bwana. Yerusalemu, kila wakati baraka zinaachiliwa mahali yako. Mtakushangaa ukiendelea kuishi na umaskini na Mungu ameachilia baraka. Moyoni mwako unaweza nini mpendwa? Bwana Yesu asifiwe. Maana za kwa hapa Yerusalemu, lakini bado katika moyo unajiuliza, kwani hapa ni kweli ama ni uongo? Nitafanikiwa? Ukiwa na imani mbili katika moyo wako, hakuna popote utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Tangaza msimamo mmoja katika maisha yako. Tangaza msimamo wa kweli katika huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli uko na tatizo, hajakwambia ya kwamba hatatenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe mwenyewe anauliza ya kwamba kwa mwanadamu ni kipi kigumu asichokiweza? Hakuna lolote linalomshinda Mungu. Hakuna chochote kilicho kigumu mbele za Mungu. Maana amekwambia ya kwamba hawezi kukusahau. Anasema yote uliyo nayo katika moyo wako yeye anayajua. Bwana Yesu asifiwe. Unayowaza, unayotamani, yeye anajua kwamba mwanangu anahitaji hiki, nafaa kumtendea. Kutendewa na Mungu ni jukumu lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila wakati haifai katika huo moyo uishi katika huzuni kila mara. Hata iwapo atambua yuwapi Mungu wako, bwana anakuona kila siku unazunguka na havijatendeka. Mwambie wakati na majira bado. Mwambie wakati na majira bado. Lakini ukifika, hata wale waliokuwa na adui watakwambia nilikuwa nakuombea sana. Hakuna siku moja adui atakuja kukwambia hata mimi nilisimama pale za maadui zako. Yeye atasema vile utasema. Lakini anapokuwa amefanikiwa anakwambia hata mimi nilikuombea. Nilikuwa na huzuni sana nikikuona mama yangu unalia. Nilikuwa na huzuni sana nikikuona kijana mwenzangu unalia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hapana. Ni Mungu anataka ajitukuze mahali pale. Kwa hivyo neno la adui lisikutie kichwa kuuma katika maisha yako. Haifai kuanza sana kwamba adui alisema. Hata kama alisema kunaye Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wowote anachokisema Mungu ni tofauti na anachosema mwanadamu. Unafika wanadamu akakwambia mambo yako yameisha katika dunia hii. Ukaenda hata hospitalini wakakwambia kwamba habari zako zimeisha, lakini Mungu hajasema hizo habari kwa zimeisha. Hajasema zimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata unaweza kucheka ama uko katikati ya shida. Marafiki zako wale wanafiki wako wanakuja kukutazama. Pole dada yangu, jipe nguvu katika hili, Mungu yuko pamoja na wewe. Akitoka mahali pale uweze jua ni nini anachokinena juu yako. Bwana furahia kuambiwa ya kwamba jipe moyo, jipe moyo. Tazamia Mungu aliye mbinguni tofauti na vile unavyosema wanadamu. Maana sio kwamba katika hiyo shida utakosa mtu mmoja kukwambia jipe moyo. Watakuja hata wanafiki kukwambia jipe moyo, akitoka nje na kukwambia hayawezi. Wadulumu wanasema kaufunza, yaani inamaanisha umefika kipindi cha mwisho. Hao kusema ufunzi kwa Mungu unafunza na unapita. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako hakuna upigo wote utakaozuia baraka zako. Ikiwa ni ukuta utabomana utapita. Ikiwa ni mpigo utamalizana nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kuna wasiwasi katika moyo. Tuko na mkuu zaidi ya wakuu katika dunia hii. Tuko na mwamba imara. Bwana Yesu asifiwe.
kwenye madhabahu za kwetu watu wakiolewa wanaachi. Unakubalije kuishi katika madhabahu za ukoo na Mungu uko naye? Bwana Yesu asifiwe. Eti unasema hii ni desturi ya kwetu. Haifai uishi tena katika desturi za kishetani. Inakufaa sasa uishi katika utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Eti unasema babu na nyanya walikuwa katika haya magonjwa na hata wakafa hivyo. Kwa hivyo unajiambia na wewe utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu nani alikuwa na shida kama hiyo na kaenda. Mwambie huyo ni yeye alienda, lakini mimi nitasimama kwa imani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Eti kwetu kuna madhabahu ya kuwa yeyote atakayejaribu kufanikisha anakufa. Yeyote atakayejaribu kufanikisha anafinikwa. Bwana Yesu asifiwe. Raundi hakuna kufunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kufunikwa tena. Atakayetufunika ni Mungu, anatufunika na mbawa zake. Bwana wewe unakubali kufunikwa na hizo madhabahu kwa sababu imani yako na waza vitu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati utakapotangaza imani moja ya kuwa ni wewe Mungu nimebaki nawe, hakuna chochote kitakuzuia. Hakuna chochote kitakuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Pendo Mungu niambie mahali hapa. Uwe kijana, uwe mama, uwe mzee. Achana na mambo ya madhabahu za ukoo. Tembea na madhabahu moja ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Soma Isaia 40:1. Isaia 40:1 inasema, watulizeni mioyo, watu wangu, asema Mungu wenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huko anatuambia ya kwamba hezi tusahau. Huko anatuambia ya kwamba tutulize mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Wama ulioumizwa baba yako anasema ya kwamba mchana wa leo tulizwe. Haijalishi uko na jeraha gani. Haijalishi umehangaika na nini. Anakwambia huo moyo na utulie. Anakwambia hizo jeraha na zikanga leo hata sio kesho. Bwana Yesu asifiwe. Jeraha la moyo wako ni wewe mwenyewe unalijua. Shida ya maisha yako ni wewe mwenyewe unaijua. Na Mungu anasema ya kwamba huo moyo na utulie kwa sasa. Inatosha ulivyolia mpendo. Inatosha ulivyohangaika. Sasa ni wakati wa Mungu kujichukulia utukufu. Ni wakati wa Mungu kujitukuza juu ya maisha yako. Ni wakati wa Mungu kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo, ikiwa baba yako ananena habari hizi, wewe una huzuni ya kiasi gani? Hata mimi kama nilikuwa na huzuni, sasa naiondoa, naambia Mungu sasa ni wewe utawale. Yaani ambaye kama utaungana huu moyo, ninakuachia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maadui wameumiza mioyo yetu. Wachawi wameumiza mioyo yetu, lakini Mungu anakuambia ya kwamba huo moyo kwa sasa na utulie. Usifikirie ni nani aliyekutenda mabaya. Ufikirie Mungu atakayekutenda mema. Fikiria Mungu atakayeheshimisha maisha yako. Fikiria Mungu atakayejitukuza juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia mpendwa, tuliza moyo. Tena nasema ni yeye Bwana ndo anasema, si mwanadamu kama wewe. Maana mwanadamu anaweza kukwambia tuliza moyo na baadaye yeye tena akarudi akakuvunja huo moyo. Lakini unaponyengwa moyo na Mungu, hakuna mwanadamu yeyote atauvunja. Unless wewe mwenyewe uruhusu maadui kuvuruga moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Anachokisema Mungu ni cha kweli. Akisema ya kwamba atatenda, atatenda. Akisema ya kwamba anafanya, anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio msomaji. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena kwa msomaji wasikie. Semeni na moyo wa Yerusalemu. Semeni na moyo wa Yerusalemu. Kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba. Kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Vita vyake vimekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba matatizo yako yameisha. Unyonge wako umeisha. Kila laana zote tunawachia wenyewe na tunatembea na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia ya kwamba vita vyetu vimekwisha. Yale yaliyokuwa yanatuumiza yamekwisha. Yale yaliyokuwa yanatukaba miguu yamekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Nifurahi niaje kuambia na baba yako kwamba haya yote yamekwisha.
Kilichobaki tembea na utukufu wa Mungu. Kilichobaki tembea na neema ya Mungu. Kilichobaki tembea na kibali. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo kazi unayoitazamia, baba yako anakwambia hakuna tena vita vya kufilisika. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha uliyo nayo, baba yako anakwambia kwamba hakuna unyonge tena. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea wewe mwenyewe utajiekaje mbele za Mungu. Inategemea katika huo moyo huo ujumbe unaopokea kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine kashetani kanakuingia kwamba hiyo ni kitu kila siku tunaambiwa, lakini unaipata shida iko pale pale. Unapoteza matumaini asubuhi hii. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia vimekwisha, jua vimekwisha. Hakuna tena vitakavyoinuka. Bwana Yesu asifiwe. Sina amesema ya kwamba vimekwisha. Hata vinapoinuka tena mwambie Mungu aliniambia vimekwisha, na hii ni nini sana. Bwana Yesu asifiwe. Pendo wa Mungu haifai utembee na huzuni katika huo moyo. Haifai utembee na maswali mengi ya kuwa sijui nani alisema. Tembea na kitu moja ya kwamba Mungu alisema vimekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa uovu wetu umeachiliwa. Haifai uishi tena katika dhambi, mpendo wa Mungu. Maana baba yako haya yote amemalizana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa kazi yake ni kuachilia vita kwa maadui.